Usianzishe biashara bila kwanza kutambua fursa za kuanzisha biashara uliyochagua. Kutambua fursa kuna changamoto zake. Hivyo, badala ya kuzingojea zijitokeze, ni muhimu wewe mwenyewe uzitengeneze hizo fursa. Mambo gani inabidi utekeleze ili ufanikiwe kutengeneza fursa za kuanzisha biashara? Kwenye video hii nitaeleza jinsi ya kutumia fursa za ushindani wa biashara ili uweze kuanzisha biashara yako. Sasa ziko fursa 4 ambazo zinatokana na ushindani wa biashara, na inapotokea eneo lina changamoto za ushindani wa biashara, zifuatazo ni hizo fursa 4 ambazo unaweza kuzitumia kuanzisha biashara. Kwanza ni ushindani wa bei za bidhaa. Inapotokea eneo unalotaka kuanzisha biashara kuna tatizo la bei za bidhaa ziko juu sana, na hivyo kusababisha ushindani, kwa maana kuwa kwa wale wanaoweka bei za juu na wale ambao wanaweka bei za chini. Unaweza ukatumia hilo swala la bei kama ni njia mojawapo ya kuweza kuwa ni fursa ya kuanzisha biashara. Sasa unaweza ukapunguza bei za bidhaa kwa kununua bidhaa zako kutoka kwa wafuatao. Kwanza ni wauzaji wa jumla wakubwa, hivyo utapata nafuu ya bei za bidhaa. Pili, kuwatumia mawakala wakubwa wa bidhaa, hivyo pia utapata nafuu ya bei za bidhaa. Tatu, kununua bidhaa moja kwa moja kutoka viwandani, hivyo pia utapata nafuu ya bei za bidhaa. Na 4, kama ikiwezekana, agiza bidhaa kutoka nje ya nchi. 2 ni ushindani unaotokana na ubora wa bidhaa. Sasa kama eneo unalotaka kuanzisha biashara kuna tatizo la ubora wa bidhaa. Sasa ili wewe uweze kufanikiwa kukabili huo ushindani wa ubora wa bidhaa, unaweza ukapunguza huo ushindani wa ubora wa bidhaa kwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, hakikisha unanunua bidhaa za brandi maarufu. Kwa hiyo chagua brandi maarufu ndio ununue bidhaa zako. Kwa mfano kama mambo ya vinywaji, basi chagua brandi zile za vinywaji ambazo ni maarufu. Siwezi kuzitaja kwa sababu zinazoeleweka, lakini nafikiri mnanielewa nikisema brandi. Kwa hiyo kuna brandi maarufu kwa mambo ya vinywaji, kuna brandi maarufu kwenye viungo vya chakula, kuna brandi maarufu za maji na kadhalika. Namba 2 ni kununua bidhaa ikiwezekana kutoka viwandani moja kwa moja, na viwanda vile ambavyo vyenye majina makubwa. Na namba 3, kama una uwezo wa kifedha, agiza brandi au bidhaa za brandi kubwa kutoka nje moja kwa moja, nje ya nchi. Namba 3 ni ushindani wa teknolojia ya kisasa. Kuna biashara ambazo zinahusiana sana na mambo ya teknolojia. Biashara kama za televisheni, za redio, za saa, za simu. Hizi unakuta teknolojia inatumika sana. Kwa maana kuwa teknolojia nzuri ndio wateja wanapenda. Yaani bidhaa inaweza ikawa bidhaa hiyo moja. Kwa mfano tunazungumzia mambo ya simu. Simu hiyo moja inategemea ni brandi gani, kwa sababu hizi brandi zina teknolojia mbalimbali. Kwa hiyo sasa jinsi ya kukabiliana na ile swala la teknolojia za kisasa ni kuwa unaweza ukaupunguza huo ushindani wa teknolojia kwa kufanya mambo yafuatayo. Kwanza ni kununua bidhaa za brandi maarufu kama nilivyosema, na brandi maarufu zinaeleweka. Kwa brandi maarufu za upande wa saa, brandi maarufu za upande wa simu, brandi maarufu upande wa televisheni, brandi maarufu upande wa redio na kadhalika. Kwa hiyo hakikisha unanunua brandi zenye majina maarufu ili uweze kukabiliana na ushindani wa biashara. Na 2 ni kuagiza bidhaa kutoka nje. Zaidi ya kuwa ni brandi maarufu, ikiwezekana kama mfuko na kuruhusu au mtaji na kuruhusu, agiza moja kwa moja kutoka nje ya nchi. 4 na mwisho ni ushindani unaotokana na mitindo ya kisasa. Biashara kama za nguo, biashara kama viatu,
zinakwenda na wakati. Kwa hiyo ni swala la mitindo. Ukiweka hizo bidhaa ambazo za mitindo iliyopitwa na wakati, utajikuta unashindwa kufanya biashara. Sasa unaweza ukapunguza ushindani kwenye masuala ya mitindo ya bidhaa kwa kufanya yafuatayo. Kwanza, ikiwezekana jaribu kusubscribe magazine au majarida maarufu yanayohusiana na mambo ya mitindo mbalimbali. Sasa haya majarida ndio yatakayokupa mwelekeo na kukufafanulia au kukufumbua macho kuhusu masuala mbalimbali ya mitindo, na hiyo itakuwezesha hata wewe unapotaka kununua bidhaa unaelewa ni mitindo gani ambayo iko kwa sasa hivi au wasa wanasema inayo trend kwa sasa hivi. Kwa hiyo ni namba 1. Namba 2, tumia mabingwa wa mitindo ambao wako hapa Tanzania. Hapa Tanzania kuna wataalamu, kuna mabingwa wa mambo ya mitindo. Kwa hiyo kuwa karibu nao ili upate huduma zao, na wanaweza hata kukwambia kwa sasa hivi hapa Tanzania ni mitindo ipi ambayo ina trend, ambayo ina mvuto, na hivyo na wewe ukawa unakwenda pamoja na wao na ukajikuta kuwa unakuwa na mvuto kwa wateja wako. Namba 3 ni kushiriki kwenye fashion shows. Hapa Tanzania huwa zinafanyika, ingawa inaweza kama mara 1 au mara 2 kwa mwaka, lakini sio za kuzibeza. Kwa hiyo jaribu na wewe kushiriki kwenye hizi fashion shows, na kama mtaji unakuruhusu unaweza hata ukashiriki kwenye fashion shows za nchi jirani. Inawezekana kawa Kenya au Uganda, lakini hata mbali na hizi nchi za Afrika Mashariki. Jaribu kushiriki ili uweze kujua kitu gani kinaendelea hapa duniani, na hapo utafanikiwa kununua bidhaa ambazo za fashion ya kisasa na hivyo kuvutia wateja wako. Tumefika mwisho wa video yetu ambayo inaeleza jinsi ya kutumia fursa zinazotokana na ushindani wa biashara ili unawe kuweza kuanzisha biashara. Naomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na vipindi vyetu vya Tan Business Channel, kupitwa na video zetu za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Asante na karibu tena.